Msichana aligundua ngozi ya nyoka mita 300 kwenye porini, lakini hakumwambia rafiki yake aliyokuwa akisafiri naye. Badala yake, alijificha kimya kimya kwenye nyumba ya mbao. Kisha akanyunyiza poda ya kukinga nyoka kuzunguka nyumba ya mbao. Rafiki yake alipoona hili, walimcheka kwa kitendo chake cha kijinga, lakini yeye pekee ndiye aliyekijua hicho kilikuwa njia ya kuokoa uhai wake. Ilibainika kuwa msichana huyo alikuwa mzaliwa upya. Katika maisha yake ya awali, yeye na marafiki zake walishambuliwa na chatu wakati wa kusafiri. Wale waliokimbia polepole walikufa papo hapo. Msichana huyo na washirika wawili walitoroka kwa bahati, lakini walipokabiliana na kufuatwa na chatwa, alikuwa kwa bahati mbaya. Washirika hawakumuokoa. Badala yake, walimwomba avutie umakini wa chatwa. Msichana hivyo akawa chakula cha chatwa, lakini Mungu alimhurumia na akamfanya azaliwe tena kurudi kwenye gari wakati wa safari. Alidhani kilichotokea hivi punde kilikuwa ndoto ya kutisha, lakini gari lilipoharibika ghafla, mafuta yakatoka na kulikuwa na ripoti ya habari ya msongamano wa ardhi. Alitambua kuwa kila kitu kilikuwa kinajirudia. Alipoona ngozi kubwa ya nyoka chini, aliwazuia mara moja marafiki zake ambao walikuwa karibu kupanda mlima na akafafanua msiba ujao. Lakini hakuna mtu aliyemwamini na wakafikiri alikuwa anacheza. Wakati huu, meneja wa kituo cha burudani alikuja kuwakaribisha. Aidha, alilazimika kufuata timu. Hata hivyo, hawakujua kuwa tayari walikuwa lengo la chatwa kikubwa. Baada ya kufika kituo cha burudani, kila mtu anaonyesha vyumba anavyovipenda. Ni msichana huyo pekee ndiye aliyechagua nyumba duni ya mbao, kwa sababu alikumbuka wazi kuwa katika maisha yake ya awali, chatwa kikubwa kilipokuja, sebuli chini ya nyumba ya mbao ndiyo ilikuwa salama zaidi. Lakini sasa kila mtu alimcheka kwa chaguo lake. Msichana hakuzingatia na akarudi peke yake kwenye nyumba ya mbao. Kulikuwa na masaa matatu tu yaliyobaki kabla ya chatwa kuja. Alitayarisha vifaa mapema kwa ajili ya usalama. Aliimarisha milango na madirisha kwa ubao na kunyunyiza poda ya kukinga nyoka kuzunguka haraka. Usiku ulifika, lakini marafiki zake bado walikuwa wakiwa na sikukuu ya mziki. Hawakujua kuwa kufanya hivi kungemvutia zaidi chatwa kikubwa. Ukumbushi mwema wa msichana ulikutana na maneno mabaya. Aliacha kujaribu kuelezea. Badala yake, alimvuta meneja pekee aliyemwamini ndani ya nyumba ya mbao. Wakati hawa watu walikuwa wanajishughulisha kujipiga picha, chatwa kikubwa kilikuwa kimekuja kimya kimya nyuma yao. Shukrani sana kwa sapoti yako. Kuangalia video nyingine zaidi na miendelezo, ni cheki kote YouTube, Facebook, TikTok na Instagram kwa jina la Mastory 24. Ukihitaji content za video au movie, wasiliana nami kupitia WhatsApp.